tunaijadili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kundi la waasi linaloungwa mkono na Rwanda la M23 kukataa dakika za mwishoni kabisa kwenda Luanda kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani na serikali mjini Kinshasa, mazungumzo yaliyoitishwa na Rais wa Angola Joao Lourenço. Serikali ya Kongo imesema itashiriki mazungumzo hayo ambayo ni leo hata bila ya M23 kuitikia mwito wa Luanda, na msemaji wake Tina Salama alithibitisha kwamba ujumbe wa serikali ulishaondoka Kinshasa kuelekea Luanda. Hatua ya M23 imechukuliwa katika wakati ambapo Rwanda inakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa likihusisha kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya, huku Rwanda yenyewe ikiondoa uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji. Je, kipi kilichochochea uamuzi huu wa dakika za mwisho wa M23? Hayo ndio tunayotaka kuyajadili na mchambuzi wa siasa za Maziwa Makuu na vile barani Afrika, Ali Mali akiwa huko Paris nchini Ufaransa. Ali Mali, upo nasi? Ndio, nipo pamoja nanyi kabisa. Lakini karibu sana. Na upande ule wa pili yuko Babu Abdallah, anafuatilia wasikilizaji wetu na wanaotufuatilia wanasema nini kuhusiana na mgogoro huu wa mashariki mwa Kongo, lakini pia wana maswali gani pengine ya kumuuliza mchambuzi wetu kuhusiana na mada hii. Alimali, basi moja kwa moja tusipoteze wakati, tuingie kwenye huu mjadala kwa kufahamu pengine kwa mtazamo wako, unafikiri ni kwa nini M23 wamekuja na uamuzi huu dakika za mwisho kabisa? Bila kufikiria mbali, nadhani kwamba tayari ni shinikizo kutoka kwa tajiri wao mkubwa ambao ni serikali ya Rwanda akiongozwa na Bwana Kagame, kwa sababu za kuchukuliwa vikwazo vya viongozi wa M23 haikuwa kabisa sababu ya kuweza kususia mazungumzo, kama wao kabisa wangekuwa na nia ya amani ya Kongo na Wakongomani. Lakini hii ni shinikizo ambalo ukilitizama kwa karibu tu unaona kwamba msimamo ambao umechukua Bwana Kagame dhidi ya nchi za Umoja wa Ulaya ndio umeleta msukumo pia katika viongozi wa M23 kuweza kususia mazungumzo kama hayo. Umetaja Rwanda kwamba umeita bosi wa M23 kwamba vikwazo ilivyowekewa na Umoja wa Ulaya inaweza kuwa ni chachu iliyowafanya M23 kuja na maamuzi ya aina hii. Lakini Rwanda inataka kufikia azma gani katika uamuzi huu wa M23? Kwa kweli Rwanda ukilitizama swala hili kwa upana kabisa, ni mgogoro ambao unaifanya Rwanda iweze kufaidika na kuendelea kupora na kuchuma mali za Kongo kwa kuendesha nchi ya Rwanda, kwa sababu mgogoro uliofanya miaka 30 sasa kwa kweli haujapatishiwa ufumbuzi. Ni siasa ambazo ni za uporaji tu na kuweza kuwanyima wengine amani, lakini kwa madai haswa ya hawa M23 kama Wakongomani, hoja ya kusema kwamba wao wanapigana kwa kulinda kabila lao la Kitusi ni hoja ambayo haina msingi, kwa sababu Watusi wako sehemu nyingi na hata serikalini wapo, Kinshasa wapo na miji mingine wapo. Lakini hoja hii unaona kama ni hoja ambayo inatoka katika kauli ile ya Rwanda kwamba Watusi ndio wanatishiwa maisha yao na hatari, kwa hiyo lazima walindwe. Kwa hiyo mimi nadhani hii itakuwa shida kuweza kupata ufumbuzi kwa kuzungumza na M23 yenyewe bila kushirikisha Rwanda na kupanua uga wa mazungumzo ili uweze kuwa ni mzito na washirikishe mashirika ya kimataifa, isiwi hoja ndogo hizo ambazo tumeziona na zinapuuzwa. Lakini Mali Ali, vile pamoja na kwamba M23 wamesema hawatoshiriki, lakini rais wa Angola amesema usiku kwamba mazungumzo yako pale. Maana yake ni kwamba mazungumzo yatafanyika, na Kinshasa nayo inasema inauitikia mwito huo wa Angola, kwa maana ya kwamba itashiriki kwenye mazungumzo haya, iwe M23 wako mezani au wamekataa kufika mezani. Kwa nini hivi sasa unadhani serikali ya Kinshasa inakubali na inataka kukaa kwenye mazungumzo haya kinyume na ilivyokuwa awali? Awali kauli hizo zilitoka kwenye serikali ya Kinshasa ni kwa sababu ilikuwa inategemea kwamba ina uwezo wa
kuilinda miji mikubwa kama Goma, Bukavu, na wakati huo tukumbuke kwamba vikosi vya M23 vilikuwa bado viko vijijini mwa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo baada ya kuona miji hii mikubwa miwili ya Kivu ya Kaskazini na Kusini imetekwa, serikali imeona kwamba swala hili kumbe linahitaji mabadiliko, na ni serikali ambayo kwa kweli kuweza kurudi kwenye kauli yake na kukubali mazungumzo, watu wasioni kama ni udhaifu, lakini waone kama ni busara na ni nia ya kuonyesha kwamba inataka kupatisha ufumbuzi wa swala hili na amani ya kudumu katika ardhi yake. Lakini la ajabu ni M23 kuweza kukataa kitu ambacho wengi walikuwa wanafikiria kwamba serikali ya Kinshasa ndio ingawa M23 imelaumu serikali ya Kongo kwamba imekuwa ikiendesha chini kwa chini kampeni ya hila ya kuvuruga haya mazungumzo ya Luanda ya kutafuta amani. Wewe unadhani ni hivyo au ni sababu tu? Nadhani hizo ni sababu. Mazungumzo ya chini, hila za chini kwa chini za kuzungumza alafu serikali iweze kuitika na wewe usiweze kuitika. Mimi nadhani kauli hizo zingeweza kuzungumziwa mbele ya mpatanishi rais wa Angola, na sio kuzungumza kwenye redio au kwenye mitandao hii ya kijamii. Kwa hiyo bado kuna unafiki mkubwa sana katika tatizo hili la Kongo ya Mashariki, na inahitaji kwa kweli mazingira yanayo kuhusu au yenye kuwa na nguvu zaidi ili kuweza kumaliza unafiki huo na chanzo haswa kiweze kufahamika. Vinginevyo bila kujua chanzo cha tatizo Kongo, mazungumzo yoyote yale hayatoleta amani, kwa sababu haya sio ya mwanzo na natumai kama hayawezi kuwa ya mwisho. Hayawezi kuwa ya mwisho. Kabla sijakwenda kwenye swali langu jingine, Babu, tumewauliza wafuatiliaji wetu, wasikilizaji wetu watuandikie ikiwa wana maswali yoyote kuhusiana na hali hii iliyotokeza sasa katika mgogoro huu. Yapo maswali kadhaa? Yapo maswali chungu nzima. Nikisoma swali lake David Alenga, huyu anatokea Kivu Kusini, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema swali langu hivi, kwa nini M23 wamekataa mazungumzo? Wanategemea kiwe nini nchini mwetu? Swali la kwanza. Lipo swali lingine ni Thomas Kimisha anasema hatua ya waasi wa M23 kujiondoa kwenye mazungumzo imevunja matumaini ya raia wengi hapa Kongo. Kwangu mimi naona sasa Kongo inaelekea pabaya. Swali langu, serikali imechukua hatua gani kwa kutofanyika mazungumzo? Na je, kuna tarehe iliyopangwa kwa mazungumzo mapya kufanyika? Bila shaka hilo ni swala la kiufundi zaidi ambalo Alimali pengine unaweza kujaribu kumpa ufafanuzi msikilizaji wa mwanzo kabisa aliyeuliza swali lake, lakini vile vile kutoa ikiwa unafikiri kuna matarajio gani baada ya kuonekana hali ya hivi sasa katika mazungumzo haya. Kwa kweli wananchi hao wameteseka. Ukiyasikia maswali hayo ni maswali ambayo yanavunja moyo, lakini kwa kumjibu wa kwanza ni kwamba M23 kukataa kushiriki mazungumzo kwa kweli ni jambo ambalo na yenyewe pia inajihatarishia usalama ndani ya maeneo ambayo tayari imeshateka, kwa sababu vinginevyo raia kama waliopokea waelewe kwamba hawakuweza kupigana vita ambayo ingestahili kupigana, lakini wanajeshi wa Kongo kama walivyofahamika walitoka na M23 ikaweza kuchukua maeneo hayo na raia wakawapokea wakawasikiliza. Kwa hiyo hii kukataa kwenda kuzungumza huko ni kitu ambacho kitawafanya raia hawa waweze kuhisi kama hawa wa M23 kumbe sio wakombozi na bali ni maadui. Alafu kuhusu mkutano pia, kukataa kwa M23 kwenda sio mwisho wa mazungumzo. Mpatanishi anaweza kuzungumza na serikali na baadaye akaonana na M23 kwa upande wake na baadaye tena akaweka kalenda nyingine na wakaweza kukutana wote. Kwa hiyo nilitaka kuuliza hapo kuna nafasi ipi nyingine iliyobaki, lakini naamini umeshalieleza vizuri swali hilo. Lakini vile vile ulizungumzia kwamba M23 kidogo inabanwa na Rwanda kwa maana ni bosi wake. Nilitaka kufahamu kwa mtazamo wako, unafikiri M23 iko huru kuamua au kutoamua kushiriki mazungumzo haya ya kutafuta amani kwa kiasi gani kwa mazingira ya sasa? Kwa kweli M23 haina uhuru wa kuweza kuamua kuzungumza bila kuwa
imeshinikizwa na Rwanda, ukizingatia kwamba katika mlolongo huyu wa mazungumzo ya Luanda M23 haikuwa imepangiliwa, lakini yao ilikuwa imepangiliwa kwenye mazungumzo ya Nairobi. Lakini haya mazungumzo ya Luanda ilikuwa ni nchi ya Rwanda na Kinshasa, Kongo, lakini Rwanda imeweza kushinikiza na kuweka nguvu kiasi kwamba kulazimisha M23 iweze kuingizwa katika mazungumzo ya moja kwa moja na serikali. Na haya yaliyotokea kama tulivyozungumza mwanzo, mmeona kususia pia kuna ashiria wazi kwamba kuna kauli ambayo ilitoka nyuma ya mgongo wake na kuambia mazingira sio salama na msindi. Kwa hiyo M23 haijawa na uhuru na haiwezi kuwa na uhuru yenyewe wa kuweza kuyafanya hayo iliyofanya au kuyatengeneza kuleta amani bila kuwepo kwa Rwanda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Msikilizaji, tunakamilisha hapo mjadala wetu wa leo uliojikita katika kuitazama Kongo baada ya kundi la M23 na muungano wa waasi kwa ujumla wake kukataa kwenda Luanda kwa mazungumzo ya kutafuta amani na serikali ya Kinshasa.